Ndani sana nimewaita leo kwa sababu nataka tuzungumze, na ile mazungumzo nataka tuzungumze ya kuanza mwaka, sababu tuko mwaka mpya na huu mwaka sio mwaka wa kawaida. Siasa yote ya Kenya na mwelekeo wa Kenya kutoka hapa kwenda hapo mbele ni ya mwaka huu. Next year ni cover peke yake. So sana sana katika eneo letu, eneo la Mount Kenya, nimeona ni muhimu niwajulisha ya kwamba huu ni mwaka wa kujipanga, na ni mwaka wa kujipanga kwa sababu maeneo mengine yote yatajipanga. Tumebakisha mwaka moja na nusu peke yake, lakini nusu ni ya kampeni ya mwisho. Kwa hivyo siasa ni mwaka huu, na mimi naona kuna pahali tumepotea njia kama eneo. Mwanzo haiwezekani ikakuwa ya kwamba ati ni watu ambao wanaongea lugha moja ama usemi moja wa kisiasa ndio watasikizwa tu katika siasa ya mlima. Ni mnakumbuka ya kwamba 1992 tulikuwa na Kibaki, tulikuwa na Matiba. Sasa hiyo Kibaki alikuwa anaitwa General Kigwea. Mimi nilikuwa mtu wa Matiba. Tulikuwa tunamuita Kibaki General Kigwea. Kama ni siasa ya leo, Kibaki agaitwa Gakonia, agaitwa Wilbaro ya Moi. Lakini mwishowe sio Matiba wetu alikuwa rais. Ni Kibaki alienda akakuwa rais. Kama angekuwa amemalizwa na hiyo siasa ya Gakonia, sijui Kunda Ngutume, Kibaki hangeendelea kuwa rais. Kama tungesikiza upande moja tu, upande wetu ambao sisi tulikuwa watu wa Matiba, hatungefika. Na so ni muhimu kila mtu asikizwe, tuchanganye maoni yote. Haiwezi kuwa ati wewe mtu mmoja ndio uko right. Kwa sababu hata Matiba tukisema kama sio Matiba, wengine wote ni Gakonia. Mwisho mtu aliyekuja kuokoa mlima na kuokoa Kenya ilikuwa Moi Kibaki, sio Matiba. Ndiye alifamaliza hiyo kazi. Kusonga mbele, Uhuru Kenyatta akakuja. Pia yeye tulikuwa tunamuita Gakonia ya Moi. Mimi nakumbuka mimi ndio nilianza vita ya kupiga Uhuru Kenyatta 1997 aliposimama mbunge ya Gatundu. Mwishowe sio mimi nilikuwa rais. Mwenye alikuwa rais miaka 10 ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hawa watu kama tungewapiga tuwamalize wakati huo, hawangekuja kuokoa mlima yetu, hawangekuja kuokoa Kenya yetu. Na kwa hivyo ndio tumeona kwanza watu wakumbuke kitu kimoja. Uchaguzi ya 2027 itakuwa na candidate watatu kwa ballot. Mmoja anaitwa William Ruto, mwingine anaitwa Kalonzo Musyoka, mwingine anaitwa Fred Matiang'i. William Ruto sio Kamau, Matiang'i sio Njoroge, Kalonzo Musyoka sio Kimani. Wote sio wa jamii yetu. So sijui kwa nini watu wanakuwa excited. Sio ati kuna mtu mmoja wa eneo letu anasimama. Kwa sisi wote, wengine atakuwa anaona afadhali Matiang'i ako sawa, hakuna shida. Mwingine ataona Kalonzo ako sawa, hakuna shida. Wengine wataona William Ruto ako sawa, hakuna shida. Ikumbuke ya kwamba eneo letu kwa wakati huu hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kuwa na ushindi atasimama kura ya rais na ashinde.